Sote tunafahamu leo tarehe 14 mwezi wa 10 ni siku maalum ya kuadhimisha kwa kuondoka mzee wetu, baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kila mwaka na kila eneo huwa wanafanya shughuli mbalimbali za kijamii kwa ajili ya kuadhimisha siku hii ya leo, na wenzetu vijana katika nchi yetu ya Tanzania imekuwa ni sehemu yao maalum. Na ukiangalia hapa wengi sisi ni vijana japokuwa ni veterani. Kwa mheshimiwa, hii ni kawaida yetu watu wa kata ya Ilala kufanya mambo kama haya. Hivyo basi umetuheshimisha sana kwa kushiriki katika zoezi hili. Tafsiri yake ni kwamba unatujali sana watu wa Ilala, si kwa maana ya kata tu ya Ilala, bali ni jimbo la Ilala na wilaya ya Ilala kwa ujumla. Na ndio maana katika bonanza hili wapo wenzetu wa Buguruni ambao wapo jimbo la Segerea, lakini walikuwepo pia na watu wa Tanga kwa dharura iliyotokea hawakuweza kufika, na wengine sisi kutoka katika jimbo hili la Ilala. Hii ni kuonyesha kwamba sisi watu wa Ilala tunakupenda, tunakukubali na tuko tayari kushirikiana na wewe usiku na mchana, na hasa katika kipindi hiki cha uchaguzi. Mwenyezi Mungu akujalie kila laheri na afya njema. Ndugu zangu, katika jambo letu hili la leo, niliona nitumie muda huu mfupi kuwaeleza jambo. Naomba Mheshimiwa Naibu Spika univumilie. Katika uwanja wetu huu wa Garden umepita mtaa wa Ngoma. Huu mtaa wa Ngoma huu ni mtaa ambao upo katika mpango wa kuwekwa barabara ya lami. Na kwa sababu lami ni maendeleo, na sisi viongozi wenu tukiongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan tuliomba kuhakikisha kwamba katika kata yetu tunakuwa na barabara nyingi za lami. Moja ya barabara hizo za lami tuliangukia katika mtaa huu wa Ngoma. Hatuwezi kuzuia maendeleo. Sasa wenzetu wa halmashauri baada ya kuona mtaa huu unakuja barabara ya lami, wakawa wanaamini kwamba uwanja huu sasa hautotumika, na mwisho wa siku wakawa wana mpango mkakati wa kuhamishia soko la Ilala ambalo lipo katika ukarabati liwe katika eneo hili. Sasa mimi nikaenda kumweleza mheshimiwa mbunge, mtaa wa Ngoma barabara lami inakuja, lakini na uwanja wetu unaelekea kupotea kabisa, kwa sababu watu wa masokoni sisi tunawajua ni wenzetu, marafiki zetu, na tunapambana nao usiku na mchana. Ukiwaweka sehemu, baada ya muda ukisema uwaondoe warudishe katika maeneo mengine, basi kule katika maeneo mengine watawapeleka wengine, rafiki zao, ndugu zao, jamaa zao, wao watabaki katika eneo hilo hilo, na mwisho wa siku uwanja huu utapotea moja kwa moja. Katika kujiongeza kwake mheshimiwa mbunge, baada ya mimi kumuomba atusaidie, akasema basi kulikuwa na wadau wa Kiuturuki tuliwaleta. Uongo ndugu zangu. Aliwafuata akawakumbushia, akawaambia jamani, sisi tunakazia 1 2 3. Wakamwambia basi hilo jambo tutalifanyia kazi, lakini utaratibu ule wa awali ulivurugika kwa sababu yule balozi ambaye tulikubaliana naye alipata uhamisho. Kwa hiyo kuna utawala mpya, kuna balozi mpya, tutaanza naye yeye kwenye utaratibu ule tulipoishia. Sasa pressure ya halmashauri ya kuwaleta wafanyabiashara wa soko ilikuwa kubwa. Mheshimiwa akajaribu kuzungumza na wadau mbalimbali katika maeneo ndani ya jimbo letu la na Tanzania kwa ujumla, ili waangalie namna gani ya kunusuru uwanja huu. Sasa kwa bahati nzuri sana tumepata mdau, na mdau wenyewe ni mkazi wa kata yetu ya Ilala, ndugu yetu Nilesh Suchak. State Oil amekubaliana na sisi kwa ajili ya kukiboresha kiwanja hiki. Kiwanja hiki sasa, baada ya kuwa tuna mpira, lakini kutakuwa pia na michezo ya vijana wadogo, vijana wa kawaida wakati kwa ajili ya shughuli mbalimbali na sikukuu ambazo zinakaribiaga zinatokezaga, na huwa tunazifanya katika uwanja huu.
Ndugu zangu, tumpigie makofi na vigelegele mheshimiwa mbunge kwa namna anavyotujali. Kwa hiyo hapa nayo barua kama mheshimiwa ataniruhusu kuisoma, kwa sababu ana sehemu nyingine anakwenda, nitaisoma. Na barua hii kwa namna alivyoinama chini ameniruhusu kusoma. Inasema, heading hapa inaonyesha ni State Oil Tanzania Limited, mejitambulisha kwamba Nilesh Ashwin Suchak wa sanduku la posta hilo na hilo na hilo. Tutasoma kwa kifupi kama vile ambavyo imenifikia. Kwa mkurugenzi wa halmashauri, kwa sababu huyo ndio anataka kutuletea jambo jipya, ili kumkata maini kwamba kuna jambo letu watu wa Ilala tunalolitaka muda mrefu, imeelekezwa kwake. Yahusu maombi ya kuboresha eneo la garden, eneo la mapumziko ya watoto lililopo kuanzia nyuma ya msikiti wa Takwa Fungoni hadi mtaa wa Tukuyu. Ndugu zangu, kihistoria eneo hili linatambulika kama eneo la kupumzikia watoto na kuchezea watoto. Kwa sisi watoto wa Ilala tunajua kulikuwa na mabembea hapa, kulikuwa na michezo tofauti katika eneo hili. Kwa hiyo linatambulika kwa mtindo huo. Ndugu mkurugenzi, kwa heshima na taazima, napenda kufahamisha kuwa eneo maarufu kama Ilala Garden, na sisi wakazi wa Ilala tunaita Estadio de Garden Arena, ambalo awali lilikuwa linatumika kama bustani ya mapumziko ya watoto, kwa sasa linatumika zaidi kama uwanja wa mpira wa miguu kwa wakazi wa Ilala na sehemu mbalimbali, na sehemu iliyobakia kubaki bila ya matumizi rasmi isipokuwa kwa mapumziko ya kawaida. Eneo hili huko la nyuma, eneo hili ni la kimkakati, na sisi wakazi wa Ilala tumepata mfadhili kutoka kwa ndugu Nilesh Ashwin Suchek, ambaye kwa kushirikiana nasi tumeazimia kuiboresha eneo hili na kujenga uwanja wa kisasa mfano wa JK Park Mnazi Mmoja au Gymkhana eneo la ground. Ndugu zangu, madogo hayo. Mpango uliopendekezwa, watoto wenye umri wa miaka 5 hadi 15 watautumia uwanja huo kwa mazoezi na mechi ndogo kuanzia saa 8 mchana hadi saa 10 jioni. Baada ya muda huo, uwanja utatumika na watu wazima, sisi Ilala veteran, Buguruni veteran, Chikichini veteran na veteran nyingine zote zilizokuwepo kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Hiko ndio Chama cha Mapinduzi Malapa tulie wazi katika hilo. Tunatekeleza utekelezaji wa ilani hapa. Tuliahidi na tunatekeleza. Malapa, nilitaka leo ukiwezekana hapa utoke kafu uje CCM baada ya maneno yetu kuhusu uwanja. Sio dhambi. Kuna mgombea wa bunge amehama chama chake, amehamia CCM na amefutwa katika orodha ya wagombea, na wewe unayo hiyo nafasi. Una uwezo wa kufanya hivyo. Baada ya kusoma tutafikia neno lako la kuhama chama kuingia Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu, aidha uwanja huu utakuwa na manufaa kwa jamii kwa kuwa utatumika pia kwa hafla mbalimbali za kijamii na kiserikali, mashindano ya shule za msingi na sekondari za wilaya ya Ilala, na vile vile kusaidia kugundua na kukuza vipaji vya michezo kwa vijana wetu ndani ya wilaya yetu hii ya Ilala, hususan katika kata ya Ilala. CCM oye! Aidha, kwa heshima kubwa na taazima, tunaomba tusipoteze fursa hii muhimu ya kubadilisha uwanja wetu huu wa garden kutoka mchanga wa kawaida kuwa nyasi bandia, taa za kisasa na uzio wa kudumu. Hii itatufanya kuwa miongoni
mwa viwanja bora vya kisasa ndani ya jiji la Dar es Salaam, wilaya ya Ilala na kata ya Ilala kwa ujumla. Ndugu zangu, naomba kuwasilisha, naamini kwa umoja wetu na mshikamano wetu tutapata baraka na ushirikiano wa kufika katika malengo ya kufanya uwanja huu uwe wa kisasa. Mungu ibariki kata ya Ilala, Mungu ibariki jimbo la Ilala, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza.